Juzi ni kama Trump kamaliza kabisa vita na Irani kwa maneno, yani kasitisha. Juzi katika kwenye barua ya aliyopeleka kwa bunge la Marekani, Trump ameandika kwamba vita dhidi ya Irani vimekwisha. Kwenye tamko lake. Kisoma nukuu ambayo imeibua maswali kwenye hiyo barua, anasema mnamo Aprili 7, 2026 niliamuru kusitisha mapigano kwa wiki 2. Tangu wakati huo kusitisha mapigano kumeongezewa muda. Hatujakuwa na ubadilishanaji wa risasi kati ya vikosi vya Marekani na Irani tangu Aprili 7, 2026. Vita vilivyoanza Februari 28, 2026 vimekwisha. Kaandika Trump, ikiwa ni siku ya mwisho ya kupata idhini ya bunge ili kuendelea na vita dhidi ya Irani. Anasema vimekwisha kama kamaliza mwenyewe. Kwa kama kamaliza mwenyewe. Na sasa ukitazama hilo tamko ambao anasema vita imekwisha. Sasa nafikiri tunaweza tukatathmini sasa. Baada ya vurugu zote ambazo zilitokea, kuuliwa kwa Ayatollah Khamenei, kuuliwa kwa Ali Larijani, kuuliwa kwa Ali Shamkhani, uongozi mpya wa kina Mojtaba Khamenei na viongozi wengi ambao walikuja baadaye sasa. Na baada hiyo ya vurugu mechi ya mwezi mmoja, na baada ya usitishaji wa mapigano ambao kiongozi uliongozwa na nchi ya Pakistan, duru ya kwanza, duru ya pili, sasa tunaweza kuja tukatathmini kwamba okay, kile ambacho Marekani alikipata amekipata cha kwanza. Lakini la pili, mzozo huu katika tamko la Trump kusitisha vita, kumbuka kumeendelea kubadilika kwa baadhi ya siasa za kijiografia. Moja, juzi Umoja wa Falme za Kiarabu UAE wamejitoa katika umoja wa OPEC baada ya vita hii kuisha kama anavyosema Trump. Lakini juzi vile vile Mojtaba Khamenei anasema kwamba mlango bahari wa Hormuz utaendelea kuwa sehemu ya udhibiti wa nchi yake. Wakati huo huo, vyama vya mlengo wa kushoto katika nchi ya Israel vimekuwa vikimlaumu Netanyahu kwamba malengo yetu ambayo tupeleka katika nchi ya Iran hajaweza kutimia. Lakini zaidi sana tunafahamu kwao Irani, swala la nyuklia limekuwa ni mstari mwekundu, swala ambalo limekuwa haliwezi kujadiliwa wala halina compromise. Ukimsikiza Trump, yeye amekuwa akisema wazi kabisa kwamba mimi nimeshinda vita, na Trump yeye anasema mwenyewe, anajibu mwenyewe na anauliza maswali mwenyewe. Lakini vile tumeshuhudia baada ya vita hii ni Trump huyu ameamua kuyaondoa majeshi yake katika nchi ya Ujerumani. Unafahamu hizi ni nchi ambazo zimekuwa zikipata usaidizi mkubwa sana wa kiusalama katika nchi ya Marekani. Sasa Marekani amejiondoa katika vita ya Iran. Swala msingi, Israel anaweza kuendelea operation yake mwenyewe? Ndio hilo nilikuwa nataka nikuulize. Kuna uwezekano wa Israeli wenyewe kuendelea? Kwa sababu hata hivyo na hili tamko la Marekani la Trump limetolewa wakati ambao ilikuwa Ijumaa ile ya Mei 1, ndio ilikuwa mwisho wa yeye Trump kuomba idhini ya bunge aruhusiwe kuendelea na vita. Sasa kabla hajaomba idhini ya bunge kuruhusiwa kuendelea, akamwambia bwana, sikilizeni, mchongo umeshamaliza. Mchongo umeisha. Lakini pia kumekuwa na wasiwasi kwamba sawa, vita umesema imeisha, lakini vikosi vyako vipo kule, baadhi ya maeneo bado vipo. Lakini pia wengi wanaamini kwamba huenda sasa hivi vita imehama kutoka kwenye kurushiana risasi, ipo kwenye vizuizi na vikwazo, kwa sababu hivyo havijaondolewa. Marekani anaweka vya kwake, kila mtu ana msimamo wake bado. Kwanza umezungumza vizuri hiyo kauli yako kwamba vita vimehama, kuna risasi vimeingia kwenye vikwazo. Na zote tufahamu vile vile kwamba vikwazo nao ni moja wapo ya vita. Yeye unapowekewa vikwazo na nchi, maana ni kwamba je, mpo vitani. Sema mpo vitani, kuna dhana ambayo inaitwa soft power, kwa sababu kuna vita, kuna hard power na kuna soft power. Ukiona kwa mfano taifa limechukua majeshi kama Marekani au Israel likaingia Irani likaua viongozi, maana hiyo ni hard power, majeshi yametumika. Ukiona taifa kwa mfano limetumia vikwazo, sanction, limetumia kwa mfano boycott, limetumia kwa mfano blockade, kuweka vizuizi, au limetumia divestment, maana ni kwamba taifa lipo kwenye vita, lakini katika nguvu tete au nguvu rahisi. Kwa hiyo vita hii imehama kwa sababu vita ni sarufi. Kuna sarufi ya vikwazo, kuna sarufi ya kukutenga, sarufi ya kukondolea, kwa mfano usaidizi wa kiuchumi. Zote ni vita hizo.
Kwa sasa mnapoingia kwenye mapigano ni kwamba diplomasia imefeli. Sasa tujiulize, Marekani ameondoka kwenye vita vya moto, amerudi kwenye vita vya soft power kwa sababu gani? Moja, athari ya kiuchumi imekuwa ni kubwa zaidi. Hilo la kwanza. Tunafahamu namna ambavyo ukanda wa Afrika ukanda wa Mashariki ya Kati uweza kuharibika uchumi wake. Hofu imekuwa ni kubwa katika ule ukanda. Mataifa mengi yamekuwa yakijaribu kutathmini hata huo uhusiano kati ya Marekani dhidi ya washirika wake ambao Marekani aliahidi kwamba atawalinda. Lakini la pili, unafahamu vile vile kwamba hizi nchi za Ghuba zimetumia gharama kubwa sana kujijenga kiuchumi na zilikuwa zina rise. Sasa kuendelea kwa vita maana ni kwamba unaenda kusabotage economic activity ambazo kama taifa wamejenga kwa muda kwa kipindi kirefu. Lakini la tatu, wote tumeathirika na mafuta. Mafuta yamekuwa ni bidhaa muhimu na imekuwa kama ni silaha. Lakini zaidi sana tumejifunza kwamba jiografia ya dunia au mifereji ya kimataifa ni sehemu ya msingi ya mataifa kupata power politics, yani kupata turufu au kupata tunaita ile upper end, yani kupata mkono wa kuume kwenye meza mazungumzo. Kwa sasa kwa Trump kujiondoa inakupa taswira nyingi, lakini vile vile Trump huyo amekuwa apati support kwa washirika wake wa NATO, kwa mfano Uingereza, Ufaransa, mataifa mengi wamekuwa wakisema wazi kabisa kwamba wao hii vita haiwahusu. Lakini vile vile hapati support kwa wananchi. Ukiangalia ile opinion poll, maoni ya umma, wengi wamekuwa hawaridhishwi na hawaoni hata tija kuanzisha vita dhidi ya Iran. Kwa sababu vile vile hii inatupa conclusion kwamba Marekani anamtumia Israel kupeleka adabu Mashariki ya Kati na Israel anamtumia Marekani kufanikisha maslahi yake, kwa sababu leo hii Trump kupeleka tamko imepelekea Israel kuto kuendelea na mpango wake wa vita. Kwa sababu tutegemea kwamba ukiweza umeondoka, mimi naendelea naye huyu. Lakini wote tunafahamu kilichotokea katika vita ya siku 12 mwaka jana. Ambapo Trump mwenyewe anakiri kwamba Israel alipata hasara kubwa sana. Kwa sababu vita ilivyoanza na baada ya siku kipindi zinaendelea kuongezeka au karibia, vita kaanza kubadilika. Lakini vile vile kuna hii vita vile vile Iran ametoa funzo kwa mataifa ambayo yanaitwa mataifa ya Global South, yani mataifa ya hii dunia ya tatu. Lazima uweze kujiuliza upo wapi na pale ulipo una nini. Iran umetufundisha mtei umoja wa kitaifa. Unajua kwa mfano kama hizi hichi kitu ambacho amefanywa Iran lingefanywa taifa lingine lolote aliwezi kutoboa. Kwa sababu fikiria, unauliwa viongozi wako zaidi ya 50. Unauliwa cabinet yote ya uongozi pale juu. Nchi imeikiwa kwenye vikwazo miaka 47. Lakini wananchi wa Iran bado walikuwa kitu kimoja. Kwa sababu tutegemea baada ya viongozi walikuwa kufanyaje kuuliwa, labda wananchi wangeingia mtaani. Kama kile ambacho maandamano ambao walianza kwenye masoko ya Bazari kule mwanzo. Tuitegemea kwa sababu wao walikuwa kwamba tutaua viongozi, tafuta sabotage nchi. Lakini kifo cha viongozi wao kimepelekea wananchi kwa kitu kimoja. Kwa hiyo tumefika hapa kwa Iran kwa sababu wananchi wa Iran wameamua kusimama na taifa lao. Yani leo hii ukichaguliwa kio kiongozi unawaza kwamba kuna mtu anaitwa Ayatollah amefariki kwa ajili ya hichi kitu. Kuna mtu anaitwa Ali Shamkani au Al-Larijani umefariki, na sio umefariki kuna vifo vya asilia, wameuliwa, wamefanywa assassination. Sasa wewe kiongozi ambaye unachaguliwa sasa hivi, kwa hiyo uchokozi wa Israel na Iran umeenda kusababisha mashahidi wengi katika nchi ya Iran. Yes. Sawa, asante kwa maoni yako unayotuandikia bana kupitia 0683802966. Habari Mtei inafuatilia kipindi kizuri sana. Naitwa Songoro wa mjini Tabora, ila namuuliza mchungu, Iran wamefunga mlango bahari wa Hormuz. Sasa je, Marekani na Israeli hawana silaha za kutosha na ndege za kivita ili kuweza kuvamia mlango huo ghafla na kufungua? Na tunaposema mlango bahari wa Hormuz pale hakuna kufuli. Watu wasifikiri kuna geti. Pale hakuna geti. Mna geti. Pale kinachofanyika pale ni baharini. Sema tu kuna njia. Kuna njia ambayo sasa ili meli zipite. Na ukitazama yani ni kama kilomita 56. Lakini sasa meli ambazo zinapopita ni katika upande wa Iran. Kwa sababu kumbuka ili ni eneo ambalo
linapakana kati ya Omani pamoja na Iran. Na kihistoria inatajwa vile vile hata haya maeneo ya Omani yalikuwa ni maeneo ya Iran. Kutazama sema ndio hivyo tu, Uingereza kipindi kile kama vile ambavyo ilivyokuja kuanzishwa ile taifa la Israeli mwaka 48, ukiacha ilikuwa kinachoitwa Mandate of Palestine, kuna vitaifa vingi vilianzishwa kabla ya mwaka 1940. Kwa hivyo vitaifa vikubwa vya Omani, vitaifa vidogo vidogo vya ambavyo vipo Mashariki ya Kati vilianzishwa kimkakati. Sasa huu mlango bahari wa Hormuz, hizi meli lazima si cross kuelekea wapi? Katika upande wa Iran. Hasa ambapo kule sasa kutazama majeshi ya RGC wametega mabomu. Kwa wanaweza kuizuia meli yoyote. Kwa wanaposema tumeufunga, maana ni kwamba ili upite unahitaji ruhusa yao wao. Ulipe pesa, tunakupa idhini, unapita. Kama hujapewa idhini, maana meli yako inashambuliwa. Kwa hiyo alichokifanya Marekani kule mahali ambapo mafuta yanaenda kuchukuliwa, bandari ya Abbas na kule kisiwa cha Khan, kule ndo eneo la Iran. Kwa mafuta yakitoka kule yatakiwa yapite katika mlango bahari wa Hormuz yaende duniani. Sasa kule ambapo mahali pa kutokea kule, sasa Marekani ameweka meli zake za kijeshi. Kwa sasa ndio maana tunasema kwamba huyu amefunga upande mmoja, mwingine amefunga upande mwingine, lakini haina maanisha kwamba wameweka kufuri kwamba hapatiki. Asante. Robert Ndauka anasema Mtei, sawa, Trump amesema vita imekwisha. Je, Irani nao wanasemaje? Nimeona pendekezo jipya la amani la Irani na Marekani ambalo Irani wamelitoa wenyewe, wanasema na wenyewe pia wanasisitiza kwamba vita wanataka iishe kwa ndani ya kipindi cha siku 30. Lakini wanasema wao wanachokwepa ni kurefusha makubaliano ya kusitisha mapigano. Wanasema vita iishe kabisa ndani ya siku 30. Ilikuwa ni pendekezo jipya la amani ambalo limetolewa hivi karibuni pia, sababu kwa mujibu wa vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali ya Tehran, pendekezo hilo lenye vipengele 14 linaitaka Marekani kuiondolea vikwazo Irani, kusitisha mzingiro kwenye mlango bahari wa Hormuz, kuwaondoa wanajeshi wa Marekani katika eneo hilo na kusitisha mapigano yote ikiwemo operesheni za Israel nchini Lebanon. Kwa hiyo wanasemaje? Irani ndio wanachosema hicho, wao hawataki kusitishwa mapigano au kurefusha muda wa mazungumzo. Ni vita iishe, na vita wao kuisha, tafsiri yao ni kuondoa vikosi, kuachana kabisa na mambo ya mlango bahari wa Hormuz, kuacha kuipiga Lebanon. Yani hao ndio naamini ndio mambo ambayo yatafanya tuseme vita imeisha. Kwa hiyo ndio demand za Iran, wamezitoa kwamba wao kisikia wanasema vita iishi, hawasemi tu Marekani aache kumpiga Iran. Wanataka pia Israeli aache kumpiga Lebanon. Wanataka pia Marekani aache kabisa kufikiria mambo ya nyuklia. Marekani aache kabisa kuwaza mlango bahari wa Hormuz. Hapo ndo naamini tupo salama. Na hiyo maana yake ni kwamba Iran ana nguvu na mazungumzo. Kwenye hilo ana nguvu. Kwa sababu hayo maslahi hayo ndo maslahi ambayo Marekani inasema anayapigania sasa. Bwana, sawa, sisi tutarejea kwa ajili ya wino mzito na mengine mengi ambayo tumekuandalia. Endelea tu kutuandikia maoni yako, pia tupo live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Mimi naitwa Exaudi Mtei. Godfrey Mchungu yuko hapa mbele ya chombo cha mawasiliano. Twende break kwanza.